Akizungumza na wanafunzi wa skuli mbalimbali, amesema Tanzania ni moja kati ya nchi 108 zitakazoshiriki zoezi la urushaji wa satellite hiyo. Hivyo wanafunzi kutumia fursa hiyo ili kupata wataalamu wataoleta tija katika taifa. Tunawasisitiza watoto wa kike kujiunga na hii program kwa sababu kitu cha kwanza itawajengea uwezo mkubwa kwenye mambo ya satellite. Kwa sababu data zinaonyesha kwamba kwenye issue za satellite, teknolojia ya satellite Tanzania bado hatuko juu sana. Kwa hiyo tunasisitiza watoto wengi wa kike wajiunge ili kesho na kesho kutwa baada ya kushiriki kwenye hii program, sisi kama Tanzania tutakuwa na uwezo wa kukaa na kuunda satellite yetu sisi yenyewe na kuirusha sisi yenyewe bila kushirikiana na nchi zingine. Wanafunzi wamesema watajitahidi kusoma masomo ya sayansi ili kuwa wabobezi katika teknolojia mbalimbali. Wamekuja kutuhamasisha kuhusiana na masomo ya science, kuhusu kurusha roketi zile na jinsi ya kuzitengeneza. Kwa hiyo ndio wamekuja kutufahamisha, na wito wangu kwa wanawake wenzangu kwamba wasikate tamaa, kwa sababu wengi wanasema masomo ya science magumu, lakini sio magumu, ni kuchukua muda mwingi kusoma na kufanya revision. Watu wengi wanasema kwa science ni ngumu, lakini hapana. Tumejaribu na tumeweza. Watu wa science na teknolojia leo wamekuja katika skuli yetu na sisi tumehamasika kusoma teknolojia katika nchi yetu. Tuna imani tunaweza. Kwa wasichana wenzangu na washauri sana kujiunga na science na teknolojia. Nimehamasika kuwa tunaweza kusoma science kwa kupata kazi na kujiajiri sisi wenyewe. Timu ya wahandisi kutoka Dar es Salaam imefika Zanzibar na kutembelea skuli 5 ikiwemo skuli ya Bembela na Tumekuja. Mimi ni Khalfan Said wa ZBC.